Uhari gani mtazamaji wa Kisima cha Uzima TV, ifuatayo ni taarifa ya habari. Msomaji wako ni Naomi Fumbuka na kwanza ni muhtasari wake. Milioni moja yaweka familia kukosa nyumba. Karakana za MGR Pugu na Morogoro kuongezewa jicho la tatu. Habari kamili. Manyara. Mkazi wa kijiji cha Mwada wilaya ya Babati mkoani Manyara, Mariam Gwaruda ameomba msaada wa serikali na wadau mbalimbali baada ya nyumba ya familia yake kuuzwa kwa shilingi milioni moja ili kulipia gharama ya fidia ya matibabu za mtoto aliyedaiwa kugongwa na pikipiki na mume wake. Tukio hilo linafuatia mgogoro wa kisheria ambao umedumu tangu mwaka 2022 baada ya mtoto huyo kusababishiwa majeraha na mume wa Mariam kisha kufunguliwa kesi mahakamani na familia ya mtoto huyo ikidai fidia ya gharama za matibabu. Mariam amesema uamuzi huo umepitishwa na mahakama ya mwanzo ya Mwada ambapo umewataka walipe fidia kwa wadai na kupelekea nyumba yao kuuzwa ili kutekeleza amri hiyo. Dar es Salaam. Wizara ya Uchukuzi imeiomba kamati ya kudumu ya Bunge ya Uwekezaji na Mitaji ya Umma PIC kuzingatia kipekee karakana za matengenezo ya vichwa vya treni za MGR Pugu, Dar es Salaam na ya Morogoro. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ametoa wito huo leo mkoani Morogoro mbele ya kamati ya PIC iliyotembelea na kukagua utendaji kazi wa karakana hiyo. Profesa Mbarawa ameiambia kamati hiyo ya PIC kuwa uundaji na mkakati wa vichwa vya treni hizo unafanywa na karakana za shirika la reli TRC Pugu na Morogoro na kusema kuwa ni faida kubwa kwa taifa, hususan kutoa gharama, uhamasishaji wa kiteknolojia na uzalishaji wa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Rondo amekutana na mjumbe wa wabunge wa Bunge la Korea Kusini ukiongozwa na John Byong-John, rais wa kundi la urafiki wa wabunge wa Korea wa kundi la urafiki na Tanzania kwa lengo la kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na nchi hiyo. Mazungumzo hayo yameonyesha pande zote mbili kuridhishwa na maendeleo ya uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati yao, huku thamani ya biashara kati ya Tanzania na Korea Kusini ikifika dola za Kimarekani milioni 2022.84 mwaka 2025. Kwa upande wake, John Byong-John amesema ujumbe wa wabunge wa Korea Kusini utaendelea kuhamasisha sekta binafsi na taasisi za nchi hiyo kuwekeza Tanzania, huku akisisitiza umuhimu wa kuweka ushirikiano kwa muda utakaowanufaisha wananchi wa mataifa yote mawili katika nyanja za biashara, uwekezaji na maendeleo ya viwanda. Dodoma. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeendelea kutoa huduma za mafunzo na ugani kwa wananchi ndani ya viwanda vya maonyesho vya Nane Nane jijini Dodoma, ikiwa ni uwekezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkurugenzi msaidizi wa utafiti wa mafunzo hayo Bi Meda Adam amesema idara ya utafiti, mafunzo na ugani imeendelea kusimamia shughuli za huduma hizo kwa wadau wa sekta za mifugo na uvuvi nchini. Ameeleza kuwa idara hiyo kwa kushirikiana na idara ya ukuzaji viumbe maji pamoja na idara ya uendeshaji wa nyanda za malisho na rasilimali za vyakula vya wanyama zimeendelea kutoa huduma hiyo kwa wananchi, ambapo wizara imetenga siku ya Alhamisi na Ijumaa ya mwisho wa kila mwezi kwa ajili ya mafunzo hayo. Idara yetu imepata dhamana ya kusimamia utoaji mafunzo, kusimamia tafiti pamoja na kutoa huduma za ugani, ambazo ndani yake kwenye huduma za ugani tunaona zinatolewa kwa njia tofauti tofauti. Mojawapo ni kupitia maonesho ambayo yamekuwa yakiendelea siku zote, kibisha maonesho ya Sabasaba pamoja na maonesho ya Nane Nane. Kupitia maonesho ya Nane Nane yaliyofanyika mwaka 2025, Mheshimiwa Rais wakati akihitimisha maonesho haya alielekeza kwamba kufungwa kwa maonesho kusiwe mwisho wa kuendelea kwa shughuli katika viwanja hivi vya Nane Nane.
Kwa hiyo sisi kama idara tumekuwa tukiendelea kusimamia mabwawa yaliyopo mahali hapa, tukishirikiana na idara ya ukuzaji vimba maji na pia kusimamia malisho ambayo yalipandwa kwa ajili ya maonesho ya 88, tukishirikiana na idara husika ya DGLF. Lakini watu wamekuwa wakijitokeza katika kupata mafunzo kwa shughuli zilizopo hapa za ukuzaji vimba maji pamoja na shughuli za ulimaji wa malisho. Sisi kama idara tumeweka siku maalumu ambayo ningependa nisisitize siku ya leo kwamba kufika hapa viwanja vya 88 siku ya Alhamisi na Ijumaa ya kila mwisho wa mwezi. Unaendelea kutizama taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Serikali ya Iran imetangaza kuwa shughuli za mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ali Khamenei zitaanza rasmi Julai 4 mwaka huu jijini Tehran, huku maziko yake yakitarajia kufanyika Julai 9 katika mji wa Mashhad alikozaliwa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, ratiba hiyo inahusisha shughuli mbalimbali za kuaga mwili wake mjini Tehran pamoja na ibada za kidini zitakazofanyika katika mji mtakatifu wa Qom kabla ya maziko ya mwisho kufanyika. Khamenei ambaye aliongoza Irani kwa zaidi ya miongo mitatu alifariki Februari mwaka huu, na maandalizi ya mazishi yake yalicheleweshwa kutokana na hali ya usalama wa matukio yaliyoendelea nchini humo. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment.